Lakini pia hiyo maneno ya hiyo mazungumzo inaendelezwa na huyu waziri ni ya kusitikika sana, na hatuwezi kubali. Na nimeanzia jana Embu, na watu wa Embu hataki hiyo maneno kabisa, wananchi wa kawaida. Nimeenda constituency yote ine, Bere South ndio nilianzia, nikaenda Manyata, nikaenda Runyenjes, nikaenda Bere North pale Chicago, nikarudi tena nikakuja Embu Town, na nikauliza wananchi wa Embu kama kuna mtu ametuma huyu CS anaitwa Ruko kulete siasa ya kupiganisha jamii, kuongea vibaya juu ya Wakikuyu, kujaribu kuunganisha Waembu, Wambere na Wameru na Wakikuyu. Na hiyo ni mpango ya President William Ruto ya kugawanyisha mlima. Unajua ukweli ni kwamba hii mlima ni moja tangu zamani. Na mambo yetu tangu zamani tunafanyanga tukiwa watu moja, tukipigania uhuru wakati ya Mau Mau. Watu ya hii mlima, watu ya Wakikuyu, Waembu na Wameru ndio walipigania uhuru pamoja. Uhuru ulipopatikana wakatafuta serikali pamoja, wakachagua mzee Jomo Kenyatta pamoja. Siku Rais Moi amekuja na kutatiza jamii ya Mlima Kenya, Wameru, Waembu na Wakikuyu wamepambana na Rais Moi wote pamoja na wakampinga. Wengine wakiwa Fordasili, wengine wakiwa DP, wote pamoja wakampinga. Siku Rais Uhuru Kenyatta amechaguliwa kama Rais Mwai Kibaki amechaguliwa 202, mlima yote imemchagua pamoja, Wakikuyu, Waembu, Wameru. Siku Rais Uhuru Kenyatta amepata nafasi ya kuongoza 2013 and 2017 again, Wakikuyu, Waembu, Wameru wametafuta serikali pamoja. Saa ile William Ruto wamekuja, Wakikuyu, Waembu, Wameru wametafuta serikali pamoja. Na imekuwa namna hiyo tangu zamani. Na mila na desturi za Wakikuyu na Wameru na Waembu ni moja. Wanafanya biashara pamoja, wameingiana. Hapa Meru Town hapa iko zaidi ya Wakikuyu 25,000. Pale Embu nimekuwa hapo jana, iko karibu 19,000. Na hao jamii wanapendana na ni watu moja, huwezi hata tofautisha huyu ni Mmeru, huyu ni Mkikuyu, huyu ni Mwembu. Hiyo ni siasa imeletwa na William Ruto kwa sababu mlima imeteleza. Na tunaelekea uchaguzi mwaka ujao. Na ameona mlima imeungana, na unajua kwa sababu ya hii maneno ya 50+1. Ukweli ni kwamba hakuna mtu yeyote anaweza chaguliwa rais wa Jamhuri ya Kenya bila kuungwa mkono na Mlima Kenya.